Kisha shekhe ameleta beti za mashairi hapo zikiwa zimebeba nasaha nzuri sana. Anasema msemaji: ya dhalladhi ma kafahu adh-dhanbu fi rajab hatta asa rabbahu fi shahr sha'ban laqad adallaka shahru as-sawm ba'dahuma fala tusayyirhu aydan shahr isyani watlu al-qur'ana وصبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاسي من الداني. maneno mazuri haya ya mashairi. Anasema msemaji hapa: ya dhalladhi ma kafahu adh-dhanbu fi rajaba, ewe yule ambaye halikumtosha yeye dhambi katika mwezi wa Rajab. Kuna mtu kafanya madhambi mwaka mzima, hata ilipoingia Rajab pia kaendelea. Mshairi anamuita mtu huyu ya dhalladhi ma kafahu adh-dhanbu fi rajaba, ewe yule ambaye halikumtosha yeye dhambi katika Rajab. hatta asa rabbahu fi shahri sha'bani, mpaka akamuasi Mola wake mlezi katika mwezi wa Sha'ban. Madhambi aliyoyafanya huko Rajab hayakumtosha, akaendelea kumuasi Allah hata ulipoingia mwezi wa Sha'ban. Mshairi anazungumza na mtu huyu ambaye ameghafilika kweli kweli. ya dhalladhi ma kafahu adh-dhanbu fi rajab, ewe yule ambaye halikumtosha yeye dhambi katika Rajab. hatta asa rabbahu fi shahri sha'bani, mpaka akamuasi Mola wake mlezi katika mwezi wa Sha'bani. Mshairi anakuambia laqad adallaka shahru as-sawmi ba'dahuma, kwa hakika umekudiriki mwezi wa funga baada ya miezi miwili hiyo, yani baada ya hiyo Rajabu na Sha'bani ambako ulikuwa unaendelea na madhambi yako wala hukuwa unajali. Sasa fahamu, laqad adallaka shahru as-sawmi ba'dahuma, kwa hakika umekudiriki wewe mwezi wa funga baada ya miezi miwili hiyo. Mwezi wa funga ni mwezi wa Ramadhani. Akwambia Ramadhani imekudiriki sasa baada ya kupita hiyo miezi miwili, Rajabu na Sha'ban. laqad adallaka shahru as-sawmi ba'dahuma, kwa hakika umekudiriki wewe mwezi wa funga baada ya miwili hiyo. Sasa fala tusayyirhu aidan shahra isyani, na usiufanye huo mwezi wa Ramadhani vile vile ni mwezi wa uasi. Hebu muogope Mola wako, usiufanye mwezi wa Ramadhani vile vile ni mwezi wa uasi. fala tusayyirhu aidan shahra isyani, na usiufanye huo mwezi wa Ramadhani vile vile ni mwezi wa uasi. Kisha anakunasihi watlu al-Qur'ana wasabbih fihi mujtahida, na isome Qur'ani na ufanye tasbihi ndani ya Ramadhani hali ya kuwa ni mwenye kujitahidi. watlu al-Qur'ana, na isome Qur'ani, wasabbih fihi, na ufanye tasbihi katika Ramadhani, mujtahida, hali ya kuwa ni mwenye kujitahidi. fa innahu shahru tasbihin wa Qur'ani, na hakika mambo yalivyo huo ni mwezi wa tasbihi na Qur'ani, yani Ramadhani. Na wengine wanasema fa innahu, hakika hiyo Ramadhani, fa innahu, na hakika hiyo Ramadhani, shahru tasbihin wa Qur'ani, ni mwezi wa tasbihi na Qur'ani, ni mwezi wa adhkari na manyiradi. Bwana anakunasihi watlu al-Qur'ana, na isome Qur'ani, wasabbih fihi mujtahida, na ufanye tasbihi katika mwezi huo wa Ramadhani hali ya kuwa ni mwenye kujitahidi. fa innahu shahru tasbihin, kwani hakika hiyo Ramadhani ni mwezi wa tasbihi wa Qur'ani, na ni mwezi wa Qur'an. Kisha anakuambia akikupa mawaidha huyu mshairi,
kwamba hebu kumbuka wenzako ambao waliokuwa wanafunga Ramadhani, pengine ulikuwa nao katika miezi ya Ramadhani iliyopita katika miaka ya nyuma, lakini katika Ramadhani hii hawapo, tayari mauti yamewachukua. Walikuwepo, walikuwa wakifunga, lakini leo hawapo. Allah subhanahu wa ta'ala amekubakisha wewe, upo. Anasema mshairi, kam kunta ta'rifu mimman sama fi salaf, ni wangapi ulikuwa unawajua miongoni mwa wale ambao wamefunga kipindi kilichopita. Bimaana takdiri yake watu wengi tulikuwa unawajua wewe. Kam kunta ta'rifu mimman sama fi salaf, ni wangapi ulikuwa wewe unawajua miongoni mwa wale ambao wamefunga katika kipindi kilichopita. Min baini ahlin, baina ya ndugu. Min baini ahlin, baina ya ndugu, pengine ndugu zako wa karibu, hasa ndugu wa damu. Min baini ahlin, baina ya ndugu. Wa jirani wa ikhwani, na majirani na jamaa. Wangapi ulikuwa unawajua? Min baini ahlin, baina ya ndugu. Wa jirani wa ikhwani, na majirani na jamaa. Wangapi ulikuwa unawajua? Wengi. Wako wapi leo? Anasema mshairi, afnahumul mautu wastabqaka ba'dahum, yamewamaliza wao mauti. Afnahumul mautu, yamewamaliza wao mauti. Wastabqaka ba'dahum, na yakakubakisha baada yao. Hayyan, hali ya kuwa uko hai. Wao wamekufa, mauti yamewachukua, hawapo tena duniani, lakini mauti yamekubakisha wewe. Wewe hujafa, upo. Afnahumul mautu wastabqaka ba'dahum, yamewamaliza wao mauti na yakakuacha wewe baada yao. Hayyan, hali ya kuwa uko hai. Usichekelee sana ukaona mimi nipo tu bwana, kama wanavyodhani watu, mimi bado kijana mbichi bwana. Kijana bwana, wewe ndio mzee bwana. Magharibi iko kwako sasa. Kuna watu wajiona kwamba wako tu kwa sababu ni vijana. Sheikh anasema, fama aqraba alqasi min ad-dani, ni ukaribu ulioje wa yule wa mbali kutokana na huyu wa karibu. Fama aqraba alqasi min ad-dani, ni ukaribu ulioje wa yule aliye mbali kutokana na huyu wa karibu. Aliye mbali ni wale waliokufa, wa karibu ni sisi ambao tuko hai, lakini sisi tuko karibu mno kuwafuata wale wenzetu waliokufa. Karibu mno, tuko karibu mno na maiti wetu, na sisi punde tu tutaungana nao. Na ndio maana tukipita makaburini tunaambiwa tuwasalimie waislamu waliolala pale kwa kuwaambia, assalamu alaykum ahla ad-diyar min al-mu'minin wal-muslimin wa insha Allah bikum lalahiqun. Na akitaka Allah kwenu nyinyi ni wenye kuungana, tutakuja tu hivi punde. Idhani anasema mshairi kwenye maneno yake haya, usichekelee sana kubakia hai ukaona wale wamekufa mimi nipo tu. Hapana. Fama aqraba alqasi min ad-dani, ni ukaribu ulioje wa yule aliye mbali kutokana na huyu wa karibu. Walio mbali ni wale waliokufa, lakini hawa walio karibu, kwa maana walio hai, wako karibu mno na wale waliokufa. Wakati wowote na wao wanakwenda. Maneno haya ya mashairi ni nasaha nzuri sana kwetu sisi wafungaji wa Ramadhani, kwetu sisi waislamu. Yaqulu ash-sha'ir, ya dha alladhi ma kafahu adh-dhanbu fi rajab hatta asa rabbahu fi shahri sha'ban, laqad adallaka shahru as-sawm ba'dahuma fala tusayyirhu aydan shahra isyani watlu al-qur'ana wasabbih fihi mujtahida فإنه شهر تسبيح وقران كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم
hayyan fama aqraba alqasi min ad-dani. Hebu hifadhi mashairi haya ayatuha talibatu alilm, hifadhi mashairi haya, utayatumia kwenye mawaidha kwa wenzako na kwenye nafsi yako. Kisha anasema shekhe wetu hapa almuallifu hafidhahullah, kaifa nasta'iddu lidukhuli Ramadhan. Atataja mambo mazuri mazuri hapa, vipi tunajiandaa kwa ajili ya kuingia Ramadhan. Hebu tuangalie maandalizi ambayo waislamu wanatakiwa wawe nayo wakati wa kuingia Ramadhan. Wengi wetu tunajiandaa kwa mambo ambayo si ya msingi hata kama yanahitajika, halafu tunaghafilika na kujiandaa na yale mambo ya msingi ambayo ni lazima tuyafanye, na ndiyo sababu ya kuletwa Ramadhan. Waswahili wengi katika miji yetu wanajiandaa na Ramadhan, wanajiandaa kwa maandalizi yao. Mfano, watu wanafahamu katika miji hii ya Kiswahili mwezi wa Shaabani unaitwa ni mwezi wa mtwangi wa uji. Watu ndio walikuwa wakiandaa makopa pale, wakiyatwanga na kuyachunga vizuri kwa ajili ya uji wa Ramadhan, uji wa muhogo. Watu wakiandaa nafaka zao, wakichambua kunde, choroko na kuzipeta vizuri. Watu wakijiandaa katika miji ya pwani, watu wakibwaga nazi na kuziandaa kwa ajili ya Ramadhani. Na katika zama za leo watu wanaandaa masto na mafriji na mafriza, jaza vyakula kulikweli, matambi, jaza tambi, masukari, mafuta, ngano, friza zinajaa vitoweo. Si jambo baya, linahitajika hilo, lakini maandalizi yetu yameishia hapo. Hii ina maana kwamba fikra zetu sisi watu wengi kwamba Ramadhani ni mwezi wa kula na iftari za draft, basi ndio kazi yake. Iftari zijae, watu wale wafurahi. Watu wengi wanajua hiyo ndio kazi ya Ramadhani. Sasa hebu tusome hapa, nyinyi mmekuja kusoma. Kaifa nasta'iddu lidukhuli Ramadhani? Hilo ni swali, na ndio maana unaona kuna alama ya kuuliza. Ni vipi tunajiandaa kwa ajili ya kuingia Ramadhani? Ni kwa hayo makopa au kwa maharage ya sukari au mkaandaa viungo vya kupikia vibibi? Haya ndio maandalizi yanayotakiwa? Maana haya ndio maandalizi yetu bwana. Sitaki mchezo bwana. Lete tambi zile, lazima zije bwana. Ramadhani hii ndio hivyo. Sheikh anatuambia maandalizi ni haya yafuatayo bwana: bil inabati wal iqbali ala Allah wat taubati sadiqa. Tunajiandaa na Ramadhani bil inabati, kwa kurejea, wal iqbali ala Allah, na kumuelekea Allah, wat taubati sadiqa, na toba ya kweli. Katika maandalizi ya kuingia Ramadhan ambayo tutakiwa tuyafanye ni kutubia kwa Allah, ni sisi kumuelekea Allah kwa kumuomba msamaha kwa madhambi yetu. Allah tusamehe madhambi tuliyomkosea, ili tuweze kuwafikiwa kuingia katika Ramadhan. Bil inabati wal iqbali ala Allah, ni kwa kurejea na kuelekea kwa Allah, wat taubati sadiqa, na kutubia toba ya kweli. Jambo hilo. Jambo jingine, tunajiandaa na kuingia Ramadhan biduai bibulughihi, kwa kuomba dua kwa kufika katika hiyo Ramadhan. Allah tufikishe Ramadhan. Baadhi ya ulama wanataja athar ani salaf kwamba wao walikuwa yad'una Allah bibulughi Ramadhan kabla 6 ashhur. Salafu salih walikuwa wanamuomba Allah awafikishe katika Ramadhani kabla ya miezi 6. Miezi 6 kabla ya kufika Ramadhan, watu wanamlilia Mola wao kwa dua katika ibada zao, katika swala zao, wanalia na Allah awafikishe Ramadhani miezi 6 kabla. Thumma yad'unahu an yataqabbala minhum ba'da Ramadhan
bi6 ashhur, kisha wanamuomba Allah awakubalie wao baada ya kupita Ramadhani kwa miezi 6. Ramadhani inapoondoka wanaendelea kuomba dua kwamba Allah tukubalie funga zetu tulizofunga, ya Allah jalia ni funga zilizoswihi, tupe ujira wake. Ikiondoka Ramadhani wanaendelea na dua ili wakubaliwe saumu zao kwa miezi 6 baadaye. Undhur inayata as-salaf. Hebu tizama muislamu namna salafu salih walivyokuwa wanatilia umuhimu jambo hili, kwa sababu wanafahamu Allah kwenye Qur'ani anasema innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, kwa hakika si vinginevyo anakubali Allah ibada kutokea kwa wacha Mungu. Haya, nani mwenye guarantee kwamba yeye ni mcha Mungu na ibada yake imekubalika? Nani katika sisi? Hebu anyoshe kidole kama yuko mtu huyo. Kwa hivyo tunatakiwa tumuombe Allah si tu kufunga, hata baada ya kufunga atukubalie. Kwa hivyo katika maandalizi ya Ramadhani tunajiandaa bidu'a bibulughihi, kwa kuomba dua kwa kufika hiyo Ramadhani, tufike sisi katika Ramadhani. Wa talab al-i'anati ala siyamihi wa qiyamihi, na kwa kuomba msaada kwa Allah. Wa talab al-i'anati, na kwa kuomba msaada ala siyamihi wa qiyamihi, juu ya kuifunga hiyo Ramadhani na kusimama katika Ramadhani hiyo kwa kufanya ibada za swala katika Ramadhani. Lakini pia tunajiandaa na Ramadhani bil mubadarati biqada'i ma fata min siyam. Bil mubadarati, kwa kufanya haraka tunajiandaa na kuingia Ramadhan. Bil mubadarati biqada'i ma fata min siyam, kwa kuharakia kulipa kile ambacho kimetupita katika funga. Watu wenye madeni hao sasa, miongoni mwa maandalizi ya kupokea Ramadhani ni kuhakikisha kwamba kabla ya kuja Ramadhani nyingine umemaliza madeni yako. Na pana watu wana madeni wanaitwa wadaiwa sugu, miaka imegongana, yupo tukatoa macho, nitafunga inshallah. Sasa utafunga lini? Ramadhani zaingia tu. Angalau basi uchukue tahadhari, maana wakati mwingine mazingira ni magumu, unakuwa una dharura. Sasa kila Ramadhani inayoingia una jambo lako jingine, sasa inakuwa ngumu. Basi angalau pupia kutoa kibaba. Ikiwa umeshindwa kufunga zile funga ambazo unaziweza zifunge, umeshindwa, kuna fatwa ya kufaa kutoa kibaba, fatwa iliyopokelewa kwa masahaba Abdullah ibn Abbas wa Abdullah ibn Umar, anil hamil wal murdhi', kwa mwanamke mwenye mimba au aliyekuwa ananyonyesha yafaa. Wala Allamatul Albani wa rahimahullah ameeleza hayo kwa uwazi sana kwamba ni jambo lenye kufaa. Kwa hivyo twazungumza na watu wenye madeni. Watu walikuwa wanajiandaa na kuingia Ramadhani bil mubadarati biqada'i ma fata min siyam, kwa kuharakisha kulipa kile ambacho kimewapita katika funga. Mtu anahakikisha kwamba anaingia kwenye Ramadhani mpya bila kuwa na deni la Ramadhani ya nyuma. Hili jambo limekuwa sasa ni adimu kwa watu wa leo. Na hapa nielekeze nasaha zangu kwenu wanawake ambao mmehudhuria semina hii. Wanawake wengi wanafanya mzaha na madeni ya saumu. Wallah, fanya mzaha kabisa. Wengine wana muda, Ramadhani imepita, imeingia Shawwali, miezi imefululiza, hana habari kabisa. Anasubiri Shaabani, tena imefika mwisho. Wengine wanawake wengine asubiria Shaabani imefika mwisho, labda imebakia siku 3 ndio wanakurupuka, toba, ninadaiwa mimi, unajua ninadaiwa 8. Sasa unadaiwa 8, Shaabani imebakia 3, unafunga vipi kama sio uongo huo? Siku zote unakula tu. Sasa sio kama ni saumu ya sunna labda una khiari, la, una madeni ya faradhi, una dhima kwa Mola wako. Wanawake, mcheni Allah na madeni ya Allah. Deni la Allah ndiyo lenye haki zaidi ya kulipwa.
fadainullahi ahaqqu an yuqda. Wallah, deni la Allah lina haki zaidi kulipwa. Wewe una ujasiri gani kuja kudaiwa na Allah fi yaumil qiyama, katika siku ya kiyama? Allah anakudai faradhi yake, lete funga uliodaiwa, utaitoa wapi wakati huo? Kwa hivyo tutumie nafasi tuliyokuwa nayo kulipa madeni jamaa. Lakini pia katika maandalizi, wanasema shekhe wetu hapa, bitaallumi ma tayassara min ahkamihi, ni kwa kujifunza kile ambacho kinawepesika katika ahkamu zake hiyo Ramadhani. Usome hukumu mbalimbali za Ramadhani, adabu za funga, masharti ya saum, vichanguzi vya saum, adabu za iftar na mambo mengine mbalimbali ambayo yanafungamana na saum. Kwa mwanamke afahamu ahkamu za funga anapokuwa na hedhi, anapokuwa na nifasi, anapokuwa ananyonyesha, anapokuwa mjamzito, afahamu kwamba ana hukumu zipi za Kiislamu katika jambo la Ramadhani. Haya mambo haya yanahitajia ilmu, na ndiyo sababu pia inayotusukuma kuweka semina hizi, tusome hii funga ambayo tunaifunga. Kwa hivyo tunajiandaa na kuingia Ramadhani bitaallumi ma tayassara min ahkamihi, kwa kujifundisha kile ambacho kinawepesika katika hukumu zake, kusoma yale ambayo utayaelewa katika mambo mepesi ya ahkamu. Lakini pia tunajiandaa na Ramadhani bil'idadi li'a'mali albir, ni kwa kujiandaa bil'idadi, ni kwa kujiandaa li'a'mali albir, kwa ajili ya matendo mema, matendo ya wema. Bil'idadi ni kwa kujiandaa, kujipanga, yani li'a'mali albir, kwa ajili ya matendo mema. Fihi, katika Ramadhan lazima ujipange. Kuna baadhi ya a'malul bir katika Ramadhan usipojipanga hutoweza kufanya, maana a'mali zingine zahitajia mali, wasaa, zinahitajia wakati, kama vile alivyotoa mfano shekhe hapo, kal umra, kama vile umra katika Ramadhan ni jambo la khair, ni jambo jema sana, ibada kubwa, lakini umra inahitaji maandalizi, inahitaji fedha, inahitaji wakati. Kwa hivyo ujipange na mambo kama haya. Ikiwa unahitaji kufanya umra katika Ramadhani, anza kuandaa kibubu chako mapema, wal i'tikaf, na kujiandaa na i'tikaf. Lazima utengeneze mazingira kwamba utakuwa i'tikaf, utabakia msikitini umejifunga pale, wewe wafanya ibada tu, hakuna kutoka. Ukitoka ni kwa ajili ya haja tu, kama alivyokuwa anafanya Mtume alayhi salam, hasa kwenye 10 la mwisho, akibakia msikitini. Mambo haya ya khair yanahitaji kujipanga. Kivipi? Mfano, mtu anataka kufanya i'tikafu alafu ana watoto na mke, tena wengine watoto wengi na mke zaidi ya mmoja. Watoto wanahitaji kula, wanahitaji kuvaa, wanahitaji kutibiwa, na watoto wanafunga. Sasa usijitie msikitini ukajitia tablighi kwamba mimi niko na Allah hukumu msikitini, alafu watoto kule wanateseka, hakuna futari, hakuna daku, hakuna chochote. Wewe umebana msikitini pale kimya, utapata madhambi badala ya kupata thawabu, kwa sababu Allah amekubebesha amana. Wale watoto wako ni dhima, watakiwa uwasimamie, ni wajibu. Sasa haya mambo yanahitaji kujipanga. Unajipanga na bajeti zako, unaandaa vibubu vyako, unajua masha Allah kiingia Ramadhani 10 la mwisho nitakuwa itikafu, lakini ndugu zangu watapata hichi, familia yangu itatumia hapa, mwenyewe nitapata pale. Umejipanga kwa ajili ya ibada, na mambo yako mengine ya wajibu hujazembea. Pana watu ukimbilia uchochoro wa ibada ili kukwepa majukumu. Mimi si niko msikitini huku, ujue kaulizwa futari hapo, baba futari mpaka sasa haijaja, mimi niko msikitini nafanya adhkari huku. Haya, adhkari zina mahusiano gani na futari mpaka ukajifanya hiyo ndiyo hoja? Hebu subiri kwanza niko darasa hapa. Peleka haki za watu bwana. Kwa hivyo mambo yanatakiwa watu wajipange. Haya maneno haya
ni ya msingi sana, ukiyasoma juu juu unaweza kaona ya kawaida. Haya, jambo jingine ambalo walikuwa wakijiandaa nalo wema kwenye Ramadhani, binabdhil battalin wa musahabati ahli alhimma. Adhim. Binabdhil battalin ni kwa kuwatupilia mbali wavivu. Tunajiandaa na Ramadhan binabdhil battalin, kwa kuwatupilia mbali wavivu, kuwatenga. Wa musahabati ahli alhimma, na kusuhubiana na watu wenye juhudi. Pana watu wavivu katika ibada, katika saum, katika kusoma ilmu, watu hawa achana nao. Mfano katika mambo haya ya semina, kuna mtu mvivu yuko nyumbani tu, mbali mukbili kule, pasua, nenda shogangu bwana, mimi siwezi. Achana naye mtu huyo, asiwe rafiki yako, atakufelisha. Lakini harusi ataisafiria kwa mabasi, sio mbali, atatembea huyo, hata kama ukimnyima nauli, nitaenda, si hapo tu lakini mwambie darsa. Wako watu hawa katika mambo mengine wanajuhudi kweli kweli. Mtu aweza kausafiria Umbea, kuna ubuyu mpya, mtu akatoka mjini enda Shabaha, hana lolote, niambie nimekuja, maana nimeshindwa kuvumilia, koli na niwasha. Pumbavu kabisa. Alafu mambo ya kiibada kama haya huwezi. Sasa watu hawa achana nao. Tunajiandaa na kuingia Ramadhani binabdhil battalin, kwa kuwatenga watu wavivu, usifanye marafiki zako. Wa musahabati ahli alhimma, na kusuhubiana na watu wenye juhudi. Lakini jambo jingine, bil khuruji min alkhusumati wal mushahanati. Haya ni maandalizi pia jamani ya kujiandaa na Ramadhan. Bil khuruji ni kwa kutoka min alkhusumati wal mushahanati, katika mizozo na magomvi. Bil khuruji ni kwa kutoka min alkhusumati, katika mizozo, wal mushahanati, na magomvi. Mwezi wa Ramadhan unapoingia, basi Muislamu aingie moyo wake ukiwa safi, hana vifundo wala chuki na watu. Kama kuna mambo yamepita baina yako na ndugu yako, ukhti yako katika iman, rafiki yako, mlizozana kidogo, jaribuni kumaliza tofauti zenu kabla ya Ramadhani. Msiingie kwenye Ramadhani na mabifu. Watu hawasemani, wananuniana. Msifanye mambo haya. Wengine ni watu wa familia, wengine ni marafiki, wengine ni waumini bwana, wanaswali msikiti mmoja, watu hawasalimiani, kila mmoja anamwangalia mwenzie kwa jicho baya. Watu na kaka zao, watu na mama zao na baba zao wana magomvi, bali mtu na mumewe au mume na mke wake wamekasirikiana huko tokea Rajabu huko, kila mtu kanuna, wanaingia na minuno yao makasiriko mpaka Ramadhani. Zile iftari pia zinaandaliwa kijeshi. Ukija hapo unasukumiwa jiotipoti huko, utajua mwenyewe huko. La. Wengine wakewenza, wamechukiana, hawasemani kwenye Ramadhani pia. Akimuona mke mwenzie anatema mate, sitaki hata kumuona ile tu, utakuja kutapika mimi. Wewe Muislamu kweli? Watapika kwa kumuona Muislamu mwenzie, watapika. Wewe unajua akhera kweli? Mambo haya tu yamalize jamani. Haya, jambo jingine la kujiandaa inapoingia Ramadhani, binha'il a'mali. Tunamalizia hapa tu, muda wetu umekwisha pia. Tunamalizia hapa, inakaribia 6:15 hiyo. Asema katika mambo ambayo tujiandaa nayo, binha'il a'mali allati yashukku ma'aha as-siyamu qadra al-mustata'. Tunajiandaa na kuingia Ramadhani binha'il a'mali, kwa kuzisitisha kazi. Binha'il a'mali, kwa kuzisitisha kazi. Allati, kazi ambazo yashukku ma'aha as-siyamu, inakuwa ngumu pamoja na kazi hizo funga. Tuzisitishe hizo kazi basi, qadra al-mustata', kwa kiwango chenye kuwezekana. Pana baadhi ya kazi ukizifanya katika Ramadhani, wallahi unaweza ukafungua zilivyokuwa ngumu.
Sasa kama kuna uwezo wa kusitisha makazi magumu ambayo saumu inakuwa ngumu pamoja na hizo kazi, kwa kiasi unachokiweza, hebu jitahidi ufanye hivyo. Pana watu wanashinda juani wakichimba mitaro, ikifika saa 8 jua limempiga kweli kweli, kanyongonyea, hajiwezi, anasema mimi sifiki bwana, nitakuja kufa mimi, naombeni maji. Sasa kazi kama hizi jitahidi kuzikwepa ikiwa kuna namna ya kufanya kazi nyingine, ili usiweze kuharibu saumu yako. Unakwenda kujitia katika Ramadhani katika makazi ya hoteli huko, kiasi ambacho kuna ugumu kuweza kujidhibiti. Hebu punguza mambo hayo uweze kufunga. Lakini pia tunajiandaa na Ramadhani bitahari ru'yat al-hilal, kwa kutafuta muandamo wa mwezi. Tunajiandaa bitahari ru'yat al-hilal, kwa kutafuta muandamo wa mwezi. Ikifika Shaaban, hasa kule mwishoni, basi tunakuwa makini kuhesabu tarehe ili tuweze kujua wakati wa kufuatilia muandamo wa mwezi. Sio mtu Muislamu yupo tu hajui kwamba hii ni Rajabu, hii ni Dhulqaada, hii ni Muharram, hajui chochote. Pana Waislamu wako hivyo. Hivi ni mwezi gani huu? Ramadhani bado kama miezi mingapi? Hajui chochote. Sasa atajua kweli siku kuangalia mwezi huyu? Kwa hivyo ni mambo ambayo tunafunzwa hapa ya kujiandaa nayo wakati wa kuingia Ramadhani. Idhan swali hili ambalo limeulizwa hapo mwanzo, kaifa nasta'iddu lidukhuli Ramadhani, ni vipi basi tutajiandaa kwa ajili ya kuingia Ramadhani? Majawabu yake umeyapata kwenye hizi nukta ambazo almuallifu hafidhahullah amezitaja hapo. Wa bihadha alqadr kifaya, kwa kiwango hichi tatosha kwa leo, muda wetu umekwisha. Sasa mtoke muende mkajiandae na ibada zingine za kuandalia wafungaji. Insha Allah taala darasa ijayo tutaanzia at-tahni'atu bidukhuli Ramadan. Hadha wallahu taala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.